Kama ulivyosema, siasa za Dar es Salaam ni barabara, barabara, barabara. Sasa baada ya mvua kunyesha imekuwa barabara na mito kupanuka na kuharibu makazi ya watu. Kwa hasa hiyo ndiyo, tukimaliza barabara na mito kupanuka, kudhibiti hiyo mito, tutakuwa tumeenda vizuri Dar es Salaam. Sasa tuzungumzie athari za mabadiliko ya nchi yaliyoikumba sasa jimbo la Kawe. Maeneo mengi barabara zimeharibika. Sasa katika kipindi hiki yani athari zake unaweza kuzilinganisha kwa asilimia ngapi? Kwanza, athari zilizotokana na mvua zilizonyesha kupita kawaida ziko kwenye kategori 3. Kategori ya kwanza ni kwamba barabara na madaraja yamekatika, ambapo pale serikali itoa fedha ya dharura kuja kuripea baadhi ya mabarabara, kwa mfano daraja la Kunduchi, daraja la Mbweni JKT, daraja la Mbopo. Kuna madaraja kadha wa kadha ambayo serikali ilikuja kuripea kwa dharura. Athari ya pili ni mito kupanuka. Mito kupanuka imeleta athari kwamba imezaa mito mingine midogo midogo. Na athari ya tatu ni kupanuka kwa mito sasa na kuondoa nyumba za watu. Ukienda kwenye maeneo kama kata ya Wazo, tawi la chama la Mji Mpya, shina namba 1, namba 2, nyumba zaidi ya 20 za wananchi zimeondoka. Ukienda tawi la Kihonzire kule juu Bunjubi, utakuta mto umepanuka mita 300 na kuchukua nyumba za watu. Ukienda mto Mpiji, mto Nakasangwe, mto Tegeta, mto Mbezi, mto Ndumbwi, kwa ujumla athari ya mabadiliko ya nchi au mvua zilizonyesha kupitiliza imeleta athari kwenye barabara na mito na madaraja kukatika. Kwanza tuangalie scope ya uharibifu wa barabara na uharibifu wa madhara kwa wananchi. Mimi nimetembelea jimbo lote. Kama nilivyokuambia, jimbo la Kawe lina matawi 79 ya chama. Nimetembelea kila tawi kwa mguu. Jimbo la Kawe lina mabarozi au mashina yako 1000. Nimetembea shina kwa shina. Uharibifu wa barabara uliotokea hauwezi kudhibitiwa tu kwa ngazi ya halmashauri peke yake. Kwa kweli unahitaji intervention ya serikali. Jambo la pili, uharibifu wa nyumba za wananchi, kwa maana kwamba unakuta nyumba imeondoka, hauwezi kudhibitiwa tu na halmashauri peke yake. Unatakiwa kudhibitiwa na serikali. Kwa sababu hiyo nilizungumza hapa bungeni. Kwanza, serikali imetoa bilioni 1 kwenye jimbo la Kawe, kwanza kwa ajili ya kudhibiti kupanuka kwa mito. Jambo la pili, Mheshimiwa Waziri anahitaji kutembelea jimbo la Kawe. Nafikiri wiki ijayo atatembelea kuona extent ya uharibifu iliyoharibika. Lakini kwa wananchi sasa ambao walipata madhara haya madogo madogo, tuliwatembelea. Wengine walikuwa wanahitaji chakula, wengine wanahitaji nguo, wengine walikuwa wanahitaji mahala pa kulala. Kwa hiyo tuliwatembelea, tukawatafutia namna ya muda ya kuwasaidia. Wengine kupata chakula, wengine nguo, wengine mahala pa kulala. Kuna wengine nyumba imeondoka, mtoto ni mwanafunzi, anabidi aende kwa ndugu yake. Sasa ndugu yake yuko Mbagala, lakini huyo alikuwa anaishi jimbo la Kawe. Mbidi watafutie utaratibu wa kutafutia mahala pa kukaa wakati serikali inafuatilia ule utaratibu wa kudumu kwa ajili ya kusaidia. Lakini hasa barabara za mashina zimeharibika na zimeleta madhara makubwa kwa wananchi. Kuna mambo makubwa mawili. Reaction ya mtu aliyesoma, ana akili na anajua kuitumia akili yake ni kwamba wizara hii ni wizara ya ujenzi ambayo chini yake kuna TANROADS. Kuna barabara zinazojengwa na taasisi inaitwa TANROADS. Hizi ni barabara zinazounganisha wilaya kwa wilaya, mkoa kwa mkoa. Lakini kuna barabara zinajengwa na agency ya serikali inaitwa TARURA. Hizi zinaunganisha mtaa kwa mtaa, shina kwa shina, eneo kwa eneo. Na kwa Dar es Salaam hizi ndizo barabara nyingi. Barabara zinazounganisha wilaya kwa wilaya ni chache sana. Kwa mfano mimi kwenye jimbo la Kawe, barabara inayounganisha wilaya kwa wilaya na iko chini ya TARURA ni barabara inayotoka Bunjubi kwenda Mabwepande, inakwenda mpaka Mpigi Magohe, inakwenda kutokea mpaka kwenye jimbo la ndugu yangu Mtemvu mpaka kwenda Ubungo. Kwa hiyo barabara inaunganisha wilaya ya Kawe, wilaya ya Kinondoni pamoja na Kawe. Hiyo kwa bahati nzuri imeingia kwenye bajeti. Itajengwa kwa kiwango cha lami kutokea Bunjubi Mabwepande ni kilomita 6 na inakwenda mpaka kwa mwenzangu Isa Mtemvu. Hiyo nimeshamaliza na inahusu sasa bajeti ya ujenzi. Lakini vinginevyo hasa TAMISEMI ndio kwetu inahusika sana, kwa sababu TARURA iko chini ya TAMISEMI na TAMISEMI walipitisha hela za kutosha kwa kweli ambazo zitasaidia kuripea hizi barabara wakati ukifika. Lakini hii ya leo ni ya TANROADS na upande wangu barabara za TANROADS ziko chache. Ukiondoa hii TANROADS wamejenga barabara ya kutoka Tegeta basi haya kwenda mpaka Nyaishozi haina mitalo, ambayo yenyewe nimeshazungumza na
Mheshimiwa Waziri amesema ataifanyia kazi. Kwa hiyo huna shida kabisa na hii? Mimi kwa sababu wanaonihusu sana ni TAMISEMI na wameshanipa pesa, kwa hiyo sina shida sana.